la 16 anasema wakaenda kwa haraka wakamkuta Mariamu na Yusufu na yule mtoto mchanga amelala horini. Amen. Kwa hivyo wale muliinua horini mko sawa. Wale hamukuinua tunawahurumia, lakini mumejua, si ndio? Sasa mmejua. Sasa ningetaka pia nijibu swali kwa sababu ili usichanganywe. Jana tuliona ya kwamba mamajusi walikuja wakampata mtoto Yesu wapi? Nyumbani. Lakini huyo ni Mathayo. Luka naye amesema wachungaji walimpata Yesu horini. Ni sisi tunachanganyikiwa ama ni Biblia imechanganyikiwa? Hakuna mtu amechanganyikiwa. Yesu alipozaliwa, wale walikuwa wa kwanza kuambiwa habari za kuzaliwa kwake ni hao wachungaji wa kondoo. Kwa hivyo akiwa baby, anaitwa baby, infant, akiwa bado mtoto mchanga, hawakiwa hata hawajarudi nyumbani baada ya watu kuhesabiwa, maana ilikuwa ni census, ni watu wanahesabiwa. Hapo ndio Yesu alizaliwa. Akiwa wakati huo, akiwa katoto kachanga, ndio wachungaji walikuja kumuona. Walipomuona wakawa naye akiwa mtoto, baby Jesus, na wakaenda. Sherehe au shughuli za kuhesabu zimeisha na watu wamerejea manyumbani kwao. Yesu sasa anaendelea kukua, na ndio wale mamajusi sasa from east, wale wa Iraq, hao ndio sasa waliona nyota na wakaona nyota ambayo sio ya kawaida na wakaanza kuifanyia study. Katika hiyo harakati ya kutaka kujua, wakajua hii nyota si ya kawaida, ina ujumbe na inaondoka, na wakaamua kuifuata. Kule walikokuwa wanaishi zaidi ya miles 1000, maili 1000, na ni mbali, na wanatumia ngamia. Kwa hivyo haikuwa safari ya siku moja. By the time wanakuja kwa Yesu ni kijana, ni mtoto, a child. Tofauti ya baby Jesus na child Jesus, mtoto Yesu, mwana Yesu. Sawa sawa. Kwa hivyo wakati huu sasa, wakati walipokuja na wakapita kwa Herode, na akawa hajui kuna mtu amezaliwa, na wakawa pia wanapita kwa wale viongozi wa kanisa, hawana taarifa. Herode akakadiria tangu tuliposikia kuna mtoto amezaliwa mpaka saa hii yawezekana ni miaka 2. Kwa hivyo akaamuru watoto wote wa miaka 2 kwenda chini wauawe. So that was a span of 2 years. So mumeelewa? Usiangalie. Kwa hivyo wachungaji waliona mtoto akiwa tu mara amezaliwa, lakini mamajusi walimuona baada ya wakati kama miaka hiyo 2. Sawa sawa. Jambo la 3. Luka hakuelezea mambo ya mamajusi na Mathayo hakuelezea mambo ya wachungaji. Mbona? Mathayo ni mtoza ushuru. Mathayo is a professional. He's a businessman. He works for the government. Mathayo anafanyia serikali ya Rumi kazi. Ni mkuu wa watoza ushuru. He's a chief. Kwa hivyo Mathayo hangependa wale mamajusi kuja kuona mtoto akiwa kwa hori. It won't be a very good thing. So anafurahia yeye kuandika hadithi ya wale ambao ni wa class kama yake, ambao wanakuja kuona mtoto nyumbani. Na ndio unaona walikuwa wamebeba zile zawadi zao, wako na dhahabu na manemane wamebeba. They have qualified. Wana zawadi, si zawadi tu, si nguo, wamebeba dhahabu. These guys were rich. So Mungu hangeruhusu wakuje tena waone mtoto kwa zizi la ng'ombe. Hata Mungu ana mipango, anaangalia hawa hii class mutamupata kwa nyumba ili mukae chini, hata mupikiwe kakitu, mupikiwe tu mkule. Lakini zizini watakula nini? Na watashangaa, sisi tunakuja ni wafalme, sisi ni viongozi, sisi tuna dhahabu, tukuta mtoto na ng'ombe hapa kwa matope, haiwezekani. So Mathayo, you are the best candidate wa report hii ya mamajusi. Lakini Luka ni daktari. Luka ni daktari, na daktari hana ubaguzi. Ukienda kwa daktari umeoga, atakutibu tu. Ukienda hujaoga miaka 5, atakutibu tu, lakini atakwambia ni muhimu sana kuoga. Lakini hata kutupa. Kwa hivyo Luka na amesikia hadithi akatoa habari za wachungaji, kwa sababu wachungaji wanaenda kwa kondoo, wakienda kwa ng'ombe, hiyo ndio kazi yao.
wao wanachunga kondoo. Kwa hivyo hata wakija waone mtoto kwa kondoo hakuna shida, maana hata wao watoto wao wanazaliwa kwa kondoo. Kwa hivyo it was okay, it was a good fit. Kwa hivyo wakija waone mtoto kwa zizi wako sawa, na walifurahi sana, hawako complain, walifurahi sana. Hata waliimba nyimbo, walikuta mtoto kwa horini na wako sawa. Lakini Mungu lazima angeleta yule mtu ambaye klasi yake. Ndio unaona hata mtu huko nje, hata ukisikia injili ya Yesu, kuna mtu ataamini Yesu, yeye ni tajiri, na hata angalie ni kanisa gani atakuwa anahudhuria. Hata injili ni mzuri tu, lakini hii na kanisa hii sioni kama wacha niwe naenda Magomeni. Magomeni hapo si ni kweli, lakini mahali unasikia hapa ninatosheka. Bwana asifiwe. Haya, sasa tuingie fundisho la leo. Jana tukaangalia mambo huyu kiongozi ambaye ni pembe mdogo ameazimu kubadili, na moja yake ilikuwa ni nini? Majira. Kuna mambo ambayo yalikuja yakabadilishwa ambayo si mpango wa Mungu na yamebadilishwa. Anyhow, wakati Mungu alipoumba mwanadamu na akaweka Adamu katika bustani ya Edeni, alikuwa na mpango waishi na wao hivyo. Lakini walikuja wakala tunda na ikawa lazima awafukuze kutoka bustani la Edeni. Na hilo jambo liliumiza Mungu sana, kwa sababu Mungu is very much interested in relationships more than religions. Kama kuna kitu Mungu anapenda sana ni uhusiano. Si hata dini, sio dini, ni uhusiano. Uhusiano, relationship. Na ndio unaona Mungu mwenyewe alipojua hata Adamu amekula tunda, bado alikuja bustani na anaita Adam, uko wapi? Adam, where are you? Si kwamba hamuoni, lakini Adam, nikiangalia kwa rada yangu sikuoni. Sikuoni Adam. Na Mungu mwenyewe akaambia Adam, kwa sababu umekula hili tunda utafukuzwa hapa, utatoka, you cannot live here. Uangalie hii bustani yote, ile kitu unataka uchukue uende nayo, utatoka, you have to live. Akaangalia hiyo bustani yote, akaona hakuna kitu anataka. Lakini iko mwanamke yule alimpatia tunda, akasema acha niende na hayo. Walienda wawili, alichukua tu mke. Hiyo tu ndio kitu ya maana. Adamu aliangalia bustani akatoka nayo, na akitoka Mungu aliangalia na akaona wakienda, na ikamhuzunisha sana. Akaweka malaika pale kwa gate au pale kwa entrance, akaweka malaika akona upanga unawaka moto, wasirudi tena katika bustani hii, ili wasirudi wale tunda ambalo ni la uzima wa milele. Na hivyo basi wameenda na wametoka katika bustani. Lakini Mungu akaanza mpango wa vile atakavyowarudisha katika bustani. Kaona ni vizuri yapange. Na ya kwanza, alipokuja akawakuta wako uchi, aliwatengenezea nguo. Lakini nguo itatoka wapi? Akaona mwanakondoo, akaona mnyama, akaambia wewe sasa, wewe mnyama, wewe kuna mtu amefanya makosa na anataka nguo, na wewe uko na nguo. Tena yeye ako na hatia na anataka aweze kuvalishwa haki, na wewe uko na hiyo haki. Huyu mwanakondoo akaangalia akasema, lakini si mimi nilikula tunda. Akaambiwa ndio sababu ninatafuta yule hajakula tunda ili tu swap. Yule alikula tunda already ni guilty, na huyu sasa mambo yake imeisha, lakini ako uchi. Na wewe uko na ile nguo anaweza vaa. Akasema mimi hakuna makosa, sasa nitakufa kwa nini? Kifo sio yangu. Akaambiwa even better, sasa wewe utakufa kwa sababu yao. Mungu akaua huyu mnyama ili aweze kuwavalisha hawa, at least awafunike uchi. Na mwanakondoo akafa au mnyama akafa ili waishi. Lakini wametoka, wameenda. So wakiwa kule nje, Mungu akawafuata tena. Ndio unaona anaenda anapata mtu anaitwa Nuhu, anaambia Nuhu, watu wamefanya dhambi sana na ninataka niwaangamize, lakini wacha tuwe na mpango. Jenga safina. Yule ataingia kwa safina ataokolewa. Yule atakataa itakuwa ni uamuzi wake. Na ikafanyika, na kweli mvua ilinyesha, na ni watu 8 peke yake ambao waliokolewa. Nuhu na mke wake na watoto vijana wake 3, Hamu, Jafeth na Shemu. Vijana 3 na wake zao. Kitabu cha Mwanzo 7. Hao tu ndio waliokolewa, wengine wote wakaangamia. Wakati Nuhu alipotoka kwa safina akatoa kafara na maisha ikaendelea. Hiyo ni kitabu cha Mwanzo 8. Lakini Mwanzo 11 ikiisha pale chini, Mungu akaita Ibrahimu.
na akamwambia aende katika ile nchi atamuonyesha. Ibrahimu akatoka kwao, akafuatana na baba yake Tera na nephew yake anaitwa Lutu, wakaenda pamoja. Tera baba ya Ibrahimu akamuonyesha ya kwamba hapa ndiyo tuliambiwa tukae. Yeye akakosesha baba yake mtoto yake Ibrahimu, na kwa hivyo wakakaa mahali inaitwa Haran, na Mungu akanyamaza sababu si hapo mlikuwa muje. Alipokufa huyu Tera, Mungu akaita Ibrahimu akamwambia endelea na safari hiyo. Akamuita mara ingine katika kitabu cha Mwanzo 12 fungu la kwanza, akamuita tena Ibrahimu na akaenda akamuonyesha ile nchi atakayokuwa. Alipomalizana na Ibrahimu akaongea na Isaka, akaongea na Yakobo na wana wa Israeli. Ndio unasikia Mungu anaitwa ni Mungu wa Ibrahimu, ni Mungu wa Isaka, ni Mungu wa Yakobo, ni Mungu wa Israeli. Hiyo inaitwa patriarchal system. Zamani zile Mungu hakuwa na kanisa kama hili, hakukuwa na wachungaji. Alikuwa anatumia mtu fulani, baba wa nyumba. Anaongea na Nuhu, anajua ujumbe utafika. Anaongea na Ibrahimu, anajua ujumbe utafika. Anaongea na Isaka, anajua ujumbe utafika. Patriarchal system. Yeye ni huyu anaongea na baba, huyu ndiye anaongea naye, mambo inatekelezwa kwa hiyo nyumba. Wana wa Israeli wameenda Misri, wamekaa pale na wakazaana, na Mungu akawaokoa kupitia kwa Musa, wakapelekwa Canaan, lakini wakaanza kuwa kama wale watu wa mataifa, wakasahau Mungu. Na kwa hivyo ikafika pia wakati, kitabu cha Samueli, wakafika wakati wakasema tunataka kuwa na Mungu kama mataifa mengine, na wakapata Mungu mfalme kama mataifa mengine, na wakapata mfalme wa kwanza ambaye alikuwa anaitwa ni Sauli. Sauli hakuendesha vizuri, kukawa na mfalme mwingine anaitwa Daudi, na Daudi naye akaendelea, kukapatikana mtoto wake Suleimani. Na Suleimani alikuwa ni mtu ambaye ni ana hekima, ni mtu mwenye hekima mjinga. Alikuwa ni mtu mwenye hekima mjinga, a foolish wise man. He was a foolish wise man. Why do I say he was a foolish wise man? Kwa sababu Mungu aliongea na yeye, akampatia hekima, lakini akapenda kuoa sana. Alipenda kuoa sana. Aliwapenda sana hao wanawake, aliwapenda. Alioa mmoja, akaona haitoshi. Akaoa 10, akaona hawatoshi. Akaoa 20, akaona hawatoshi. Ikafika 100, kama mchezo wamefika 500. Akielekea wamefika 700. Akaona hata hao wale ni wale liko, akaona hata wengine mpango ya kando. Hii mpango ya kando unaona saa hii haikuanza saa hii. Suleimani alikuwa na mpango ya kando, lakini alizidi 300. Wote ni 1000. Unajua Suleimani angeenda kwa kila mke wake kila siku aende kwa huyu, awe mwaminifu, asiende Darnet, asiende kwenda seminar, asiende mahali, ako mwaminifu. Kila siku anaenda kwa mke wake, kila siku. Atarudi kwa yule alianza baada ya miaka 3. 1000 hiyo ni miaka 3 kabisa. Kwa hivyo after 3 years ndio anasema na hajapumzika. Sasa hiyo hajapumzika, amekuja hapa, muko na mragadi, amekula ugali, ameenda hii ingine, amekula mokimo, ameenda hii, amekula muhogo, ameenda ile ingine, amekula tuta, ameenda. Miaka 3 ndio anarudi kwa yule wa kwanza. Amuuliza mnaendeleaje? Anakuta mtoto miaka 3. Huyu mzee hawa wake walimkosesha jia kabisa. Sulemani alikoseshwa nao wanawake, maana alichanganya wote. Wakati anakuja katika siku za uzee, akaandika kitabu kinaitwa cha Mhubiri. Anaanza namna hii, anasema yote ni ubatili. Kiingereza inasema useless. Anaanza anasema nothing, all is vanity. Yote ni ujinga, hakuna. Na alikuwa na mshahara, si ati ni pesa hana, ako na mshahara. Mshahara yake ilikuwa, unajua pesa ya huyu mwanaume annual income yake ilikuwa ni ngapi? Alikuwa anapata vipande vya fedha 666, 666 kulingana na kitabu cha Wafalme wa Pili 10 fungu la 14. Yeye mwenyewe hiyo ndio ilikuwa annual. Hii unasikia 666 ya Ufunuo, kitabu cha Ufunuo 13, hiyo ndio ilikuanga mshahara ya hii mwanaume. Mjinga.
Alikuwa mwerevu lakini akafanya mjinga. You know. Anyways, ataenda mbinguni. Now, baada ya Sulemani, watoto wake wawili Rehoboamu, ufalme wa Israeli ukaja ukapasuka na ikawa sasa kuna serikali ya juu na ya chini. There is ufalme wa juu na wa chini, kaskazini na kusini. Northern Kingdom kabila 10 na Southern Kingdom kabila 2, Benjamin na Judah. Na Mungu aliwafuatilia tu. So ikawa hii ndio sasa mpango wao, na kanisa inaendelea namna hiyo, lakini ni kama wamesahau hata makuhani waliendelea mpaka wakamsahau Mungu. Na ndio unaona kuhani exactly. Kuhani ndiye priest, right? Makuhani wamesahau Mungu. Hata kanisani sasa hawaonyeshi watu njia ya sawa. Hata wale watoto wa Eli hawaonyeshi watu njia sawa. Watu wanatoa makafara na hiyo kafara ni kama sasa haina maana. Zaka nayo mpaka Malaki ndiye anaandika akiwa mwisho, lakini akasema nitainua huyu Elijah atainuliwa. Nitamuinua Elijah ili watu warudi katika njia ya sawa. Na baada ya Malaki Mungu akanyamaza. Alinyamaza miaka 400. Katikati ya kitabu cha Malaki na Mathayo kuna miaka 400 ambao Mungu alinyamaza. Sasa shida ni kwamba aliponyamaza shetani hakunyamaza. Akafuruga watu, magonjwa, watu wakawa na pepo mbaya, shida nyingi sana. Ndiyo sasa Yohana Mbatizaji akainuliwa. Yohana alipoinuliwa akaanza kuhubiria watu akiwaambia tubuni. Anasema mimi ni sauti nimewekwa ili niweze kutayarisha njia yake yule ambaye anakuja. Akasema mimi ni mjumbe, I'm just a messenger. Na Yohana akaanza kubatiza wale wanakuja kwake. Hata anawaita nyinyi uzao wa nyoka, mbona mnakimbia hasira za Mungu? Wakaja na wakauliza tufanye nini? Akawabatiza. Yohana Mbatizaji akawabatiza. Wala unasikia ni wanafunzi wa Yesu walikuwa wamebatizwa na Yohana mwenyewe. Kina Andrea na wengine walibatizwa na Yohana. Yohana akaleta reformation, roho ya Elijah. Maana Mungu sasa anataka kuleta mpango mwingine mpya wa kanisa. Zamani alikuwa anatumia mtu mmoja, patriarchal system, lakini sasa ameingia kitu naita ecclesiastical system. Analeta sasa watu wote pamoja wasikie injili. Na Yohana ndiye huyo wa kwanza anasema tubuni. Na akaanza kuelezea jambo la ubatizo, ya kwamba hatua ya ubatizo ni hatua ya kuonyesha umebadilika na unajiunga na kundi la Mungu. Na ikawa hivyo. Sasa tukisoma katika kitabu cha Waefeso, waraka wa Efeso 4, fungu la 4 hadi la 6, inasema ya kwamba Mungu ni mmoja na imani moja. Anaendelea mpaka akisema ubatizo, anasema na ubatizo ni nini? Ni mmoja. Katika sasa Agano Jipya ameleta kitu kingine inaitwa ubatizo, ambao sasa itakuwa inaleta ule uhusiano wako na Mungu. Nimekwambia God is interested in relationships, na anasema one of the relationships ni wewe kukubali kubatizwa. Hii kubatizwa anataka atufundishe ndio gani, na ndio tunaangalia siku ya leo. Ubatizo wa kweli ni gani? Ni kwa maana gani tuangalie ubatizo wa kweli? Kwa sababu wakati tunaposoma Biblia ikisema ubatizo ni mmoja, tunapoangalia duniani katika makanisa ubatizo ni aina tofauti. Unapata kuna watu wengine wanazamisha watu majini. Unaona mtu tu ako kwa maji na mwingine anabatiza, anasema katika jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu, boom, anambatiza, anasema hiyo ni ubatizo. Mwingine anakuja na maji kwa bakuri, anawekelea kwa uso katika jina la Baba, la Mwana na la Roho, anachora msalaba, unaenda nyumbani ukijua ni ubatizo. Mwingine anasalimiwa na mkono, unaambiwa hiyo ni ubatizo. Kwa hivyo hutasalimia watu na hiyo mkono, akija kusalimia unamwambia tosheka, ridhika, usimupake dhambi. Yeye alibatizwa na ubatizo ya kusalimiwa. Na kuna mwingine anajazwa na Roho, kichwa inatingizwa na anajazwa na Roho. Anajazwa egote absolvo epekatis tuis Jehova ripaka suta. Hiyo lugha zinaongewa zote, unaambiwa umebatizwa. Mwingine anapita chini ya bendera, amebatizwa.
Mwingine anaruka moto, anabatizwa. Kwetu kuna mmoja alikuwa anangoa watu kucha hii kidole hii inangolewa yote. Unaambiwa ni ubatizo. Na ukilia ngwe, unaambiwa atakayevumilia mpaka mwisho ndiye atakayeokoka. Kwa hivyo unavumilia, unabatizwa. Kwa hivyo ukiangalia siku ya leo, unaona kuna ubatizo aina nyingi. Tutapona namna gani? Sisi watu wa Mungu tutaponaje? Tutajua ni gani ya kweli? Leo nataka nikupatie njia 5 za kujua ubatizo wa kweli. Maana Biblia ikianza, hata wakati mitume walijazwa na Roho Mtakatifu, jambo moja waliuliza Petero, wakamuuliza tutendeje? Tutafanya nini? Maana neno limewachoma. Wakauliza tutafanya nini? Akasema tumbuni, mubatizwe, muondolewe dhambi zenu. Tubuni na mukabatizwe na ubatizo wa kweli. Mubatizwe katika jina la Yesu, ndipo msamehewe dhambi zenu. Kwa hivyo in the New Testament, ili wewe mwenyewe uonyeshe ya kwamba nimemkubali Yesu, lazima hatua ya ubatizo idhihirike. Sababu ubatizo is a public declaration that I have changed. Ya kwamba ubatizo ni nakiri hadharani ya kwamba mimi ni kiumbe kipya. Jambo moja ukitaka kupima ubatizo, kwa sababu ni vizuri tupime ubatizo. Kitabu cha Yohana wa kwanza 2 kinasema ya kwamba msiamini 4 fungu la 2 linasema msiamini kila roho, bali zijaribuni kama zimetoka kwa Mungu. Hata ukisikia wahubiri kila mahali wanahubiri, usiamini tu kwa sababu wamekwambia. Angalia Biblia. Hata mimi usiniamini, usiamini kile kitu ninasema. Ukiniangalia hivi uone naweza hata mimi kuchanganya. Hata mimi naweza kukoroga kichwa hiyo yako, nikukoroge tu ushangae. Kwa hivyo usiamini kila kitu ninasema, angalia Biblia inasema nini. Hata huko wewe huwa unaenda kanisa. Huko unaendanga kanisa. Kama pastor alikubatiza na kutingiza kichwa kukujaza kwa roho, muulize pastor, hiyo ulisoma wapi? Muulize, kwa sababu tunaenda mbinguni na usiende na uoga. Kama ulipita chini ya bendera au ulisalimiwa na mkono, uliza pastor, ni wapi nitasoma ili nijue hii ndio ubatizo ya kweli. Kama tutaangalia Biblia na tuone vile inasema ubatizo wa kweli, zingine zote hazitakuwa ni za kweli, kwa sababu Biblia imesema na ubatizo mmoja. Na ubatizo mmoja. Haya, tuanze sasa. Twende kwa Biblia. Leo tutasoma mafungu. Tuanze na Mathayo. Tuangalie Mathayo 3. Yesu mwenyewe amekuja kwa huyu Yohana. Amekuja kwa Yohana ili abatizwe. Amekuja kwa Yohana ili, hebu tuone alibatizwa na ubatizo wa aina gani, maana hiyo itatusaidia sana. Tuone Yesu anakuja namna gani, atabatizwaje. Fungu la 16, kitabu ni Mathayo 3. Hiyo ni hatua ya kwanza. Ni nini tunaangalia ubatizo wa kweli? Mathayo 3 fungu la 16 hadi 17 anasema hivi: na Yesu alipokwisha kubatizwa, mara akapanda kutoka majini, na tazama mbingu zikamfunukia, akamuona Roho Mtakatifu wa Mungu akishuka kama hua, akija juu yake. Na tazama sauti kutoka mbinguni ikisema, huyu ni mwanangu mpendwa, mwanangu ninayependezwa naye. Neno la Mungu linasema ya kwamba wakati Yesu alipokuja kwa Yohana Mbatizaji, alikuja abatizwe. By the way, Yohana ni kama alikuwa anakataa. Hebu nikusomea hapo juu kidogo. Fungu la 13 anasema, wakati huo Yesu akaja kutoka Galilaya mpaka Yordani kwa Yohana ili abatizwe. Fungu la 14, lakini Yohana alitaka kumzuia akisema, mimi nahitaji kubatizwa na wewe nawe waja kwangu? Yesu akajibu akamwambia, kubali hivi sasa, kwa kuwa ndivyo itupasavyo kuitimiza haki yote. Basi akamkubali. Yesu amekuja kwa Yohana, atabatizwa na Yohana. Swali, kwa nini Yesu abatizwe? Kwa nini Yesu abatizwe? Kwa nini Yesu abatizwe? Watu wengi tunasema ya kwamba Yesu alibatizwa ili aweze kuweka mfano, to set an example. Hakuna mfano Yesu anaseta hapa. Hakuna mfano Yesu alikuwa anakuja kuseta, kwa sababu tayari ubatizo unaendelea. Hata usipokuja kubatizwa Yesu, Yohana bado anabatiza. Sasa unaseta example gani? Hata Yohana si alianza ubatizo, ilianzishwa na watu wanaitwa the essence. Hao walikuwa wanajua ya kwamba ni kuosha, ilikuwa ni njia ya kutakasa.
Kwa hivyo Yohana ameichukua kuonyesha watu wamekubali utakaso. So Yesu anapokuja kwa Yohana kubatizwa, si ya kwamba anakuja kuseti example. No. Na hakuwa anakuja kubatizwa na Yohana kwa sababu ni mwenye dhambi. No, Yesu hakuwa mwenye dhambi. So ni kwa nini Yesu alikuja kubatizwa? Yesu alikuja kubatizwa na Yohana ili aingie katika system. Aingie ndani ya system. Abadilishe system from within. Ataingia kwa mpango, kwa sababu mpango ni huu. Na unataka kuja kuleta Ukristo. Lakini kwa sasa kuna kitu tunaita Judaism. Kwa hivyo sasa sisi hayo mambo ya Musa ndiyo tunajua. Na Yesu ndiye Musa wa pili. Anataka kuendelea mahali Musa alifail. Lakini sasa ili hawezi akasimama pembeni akiwalenga kidole. Hapana. Kwa hivyo lazima aje, aingie ndani, ashiriki na wao na aanze kuwafundisha ndani, akiwatoa polepole ili yake iweze kuwa sawa. Tunaelewana? Na hiyo inatusaidia hata wewe ukiwa kiongozi, uwe ni kiongozi wa serikali, uwe ni kiongozi wa kanisa, ukichaguliwa, wacha kuja na mambo yako mpya ufagirie ile ilikuwa hapo mbele. Ingia kwa mpango, tengeneza ile umekuta, then we introduce yako. Tunaelewana? Hata na wewe kijana, ukioa huyu msichana, usikuje na hiyo fujo yako, ukiangalia simu yake, huyu nani? Huyu ni nani? Huyu nani? Sitaki. Ni nini hutaki? Huyu msichana umemuoa akiwa miaka 30. Meno ni 32. Amekomaa. Sasa wewe unakuja kuleta tu sheria yako haina mbele wala nyuma, mnakosana baada ya miaka 3. Kukunioa haimaanishi ati niachana na marafiki zangu. No, nimelelewa na hii marafiki, huyu tulienda naye shule. Na wewe sijui unakusumbua kwa nini? Si kama nikunioa angenioa. Nimeacha Khadija, nikakubali kukuoa. Sasa unaniambia niacha na hatuna kitu. Hakuna kitu inaendelea. Ni rafiki tu, ni rafiki tangu zamani. Tulilelewa pamoja. Na tutaongea. Na wewe unakuja kusema sitaki, hii Facebook account nitafunga. Hii WhatsApp nitafunga. Hii nitafunga Instagram. Kwa nini ufunge? Unajua kuna wakati mwingine tunajileteanga shida bure tu. Sasa si uache ya furaha. Si wewe uwe rafiki ya marafiki zangu basi. Si hata uangalie tunaongea, ni zako kumjulia hali shida iko wapi. Wewe msichana unakuja, huyo nani? Hebu niambie, mbona tukiwa kanisani niliona unaangalia huyo msichana? Na si mara ya kwanza. Ni nini yako nayo sina? Nini? Si kwanza ujiulize, ni nini hakuwa nayo nikakubali kukuoa? Hiyo unaniuliza ni nini hana alikuwa nayo na nikaacha. Nikakukubali. Tulia. Unanisumbua silali mpaka unaniita usiku wa manane. Hebu amuka tukiwa kanisa. Mbona yule pastor mnene ulimwangalia na huangaliange mapasta wengine hivyo? Sasa ataangalia wapi na pastor ndiye anahubiri? Ataangalia barabarani kweli? Si ni lazima aniangalie. Na neno likiguza, si mimi nimeguza yeye, ni neno ya Mungu imeguza. Akija kuniambia pastor nimeshukuru, wacha kwenda kumsomea nyumbani. Hiyo mambo kuambia pastor wamekusaidia sana. Mimi nikihubiri bona usemangi kitu, kusema ukweli ukihubiri mke wako haziki kitu. Kwa hivyo acha kumsomea. Ni vile hataki kuambia ukweli, hazikiangi kitu. Sababu uko na fujo. Unanikataza ati nimeongea na huyu na hakuna kitu kusema kweli. Hakuna, ni fujo tu. Asubuhi tulipokuwa na wainjilisti niliwaambia vile wakati mwingine hata kina mama hawana pasta. Mama wengi kanisani hawana pasta. Pasta ni wa wazee. Kionekana unaongea na huyu mama. Mama huyo anaambia wewe umeoa? Hawa especially wale single mothers hawananga pasta. Hawawezi wakaruhusiwa na wazee kusalimia hao masingles. Usiangushe pasta. Usiangushe pasta. Pasta, tunataka pasta wetu wasimame. Kwa hivyo atashinda na wazee kila wakati. Ashinda na wazee, asianguke. Kwani hata pasta hajiwangi kuchagua kama lazima anataka? Wewe sasa ndio unamwambia. Unaona hao sasa wamekuwa labeled mpaka hawezi wakakaribia hata wazee wa kanisa. Kwa sababu nao wale ambao wana mabwana macho imeangalia hivi. Usinyang'anywe. Wacha nikusaidie. Kama utanyang'anywa tu macho ikiwa imefunguka hivi. Ni Mungu tu anakusaidianga. Kwa sababu atakwambia ninaenda sokoni leo na hakuna sokoni. Wacha kama Mungu alikupatia atakutunzia. Bwana asifiwe. Mungu atakutunzia. Sasa utachunga mtu mpaka saa ngapi? Na hata wewe huchungu. Na watu wengi wale wana hiyo mawazo ndio wako na hiyo shida. Wao. Si huyu, ni wao wako na shida.
Kwa hivyo rafiki yangu, mimi ningekwambia kwamba tulia tu, ambia Yesu, ulinipatia huyu msichana, unipatia huyu mke, Mungu nisaidie kumuelewa, tuendelee polepole, ni wako Mungu, na muombe. Na ukiona anakusumbua huyu mke wako anakusumbua, usipigane. Wakati ametoka kwenda hiyo sokoni, enda hapo kwa kitanda yako, enda piga magoti kwa kitanda, guza hiyo kitanda, useme Mungu, hiyo miguu inakanyanganga hapa, na ifunga kwa jina la Yesu, ikae kwa nyumba kwa jina la Yesu. Akienda asahau funguo zake, akarudi kwa nyumba kwa jina la Yesu. Funga hapo. Hata kama ni mzee yako anakusumbua, usipigane kila wakati. Akienda henda kwa rumu. Hata kama ni mtoto yako anakusumbua, henda pale kwa kitanda yake, omba hiyo rumu. Unasema Mungu, ninaomba kwa hii rumu, naitakaza kwa jina la Yesu, katika jina la Yesu. Funga hii mtoto Mungu. Funga funga, atafungwa. Yesu mwenyewe alipokuja kwa Yohana akamkataza. Na Yesu hakuwa anakuja ili abatizwe maana yeye ni mwenye dhambi, alitaka aingie kwa system. Na wewe ukitaka kubadilisha mtu, usipigane, ingia kwa system yake, penda kile ambacho anapenda na utafaulu. Enda usome katika vile Ellen G. White anasema katika kitabu moja ya Healing, anasema ya kwamba tumia Christ method alone. Christ method alone. Alipenda kazi yao. Na ndio unaona Yesu anatumia wakati mwingi na wale ambao ni watoza ushuru na wenye dhambi, wanashida pamoja ili win for ufalme wa mbinguni. You want to win your wife? Hata wewe penda ile kazi anafanya, marafiki zake ni sawa, utambadilisha pole. Tunaelewana? Mzee wako the same. Kwanza onyesha unapenda, you are interested in whatever they do. Hata na watoto wetu. So Yesu amekuja na amebatizwa. Biblia ikasema hivi, alipobatizwa, Biblia inasema mara akatoka kutoka kwa maji. He came up out of. Mulisikia hiyo? Fungu la 17 katika Mathayo. Kwa hivyo kama kutakuwa na ubatizo, lazima utoke ndani ya maji. Kwa hivyo tutoe ubatizo ya bendera, ya kuruka moto, ya kung'oa makucha, ya kusalimia, ya kujaza na roho. Hiyo si maji, hiyo inaitwa eliminating. Wacha tufanye elimination leo. Na ni lazima kama unabatizwa kama Yesu uwe ndani. Kama ulibatizwa na kasisi kwa kikombe, lazima utosheke kwa kikombe. Kwa hivyo ingia kwa kikombe, ukitoka useme nimetoka kama Yesu. Lakini kama hujatosheka kwa kikombe, huo ubatizo uandamane na wa Yesu. Kwa hivyo jambo la moja ya kuangalia kama ubatizo uliobatizwa ni wa kweli, uwe kama wa Yesu, lazima utoke ndani. Utoke. You come up, out. Opposite ya up na out ni opposite ya up na out ni nini? Ni down na in. Haya. Ya pili, nitajuaje ubatizo wa kweli? Soma nami katika kitabu cha Yohana 3. Yesu mwenyewe ametulia tu. Mwanaume mmoja anaitwa Nikodemo akaja kwake. Tutasoma fungu la 3 na fungu la 5. Fungu la 3 na fungu la 5. Anasema nini? Kitabu ni cha Yohana 3. Soma nami fungu la 3. Huyu ni Nikodemo, amekuja kwa Yesu na anauliza maswali tu, na hata kabla hajauliza swali Yesu akajibu akamwambia, fungu la 3, amini nakwambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Haya, Nikodemo akashangaa, akamuuliza, awezaje mtu kuzaliwa akiwa mzee? Aweza kuingia tumboni mwa mamaye mara ya pili akazaliwa? Yesu akajibu akamwambia, amini nakwambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Anasema ya kwamba ubatizo ni kuzaliwa mara ya pili. Mzazi wako alipokuzaa ulikuwa ulifai kuishi dunia hii. Ubatizo ukikuzaa umekuwa ulifai kuishi dunia ile ya mbinguni. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wakati anapoongea na Nikodemo, anamwambia ya kwamba, ewe Nikodemo, ujue hivi, usipozaliwa kwa maji na kwa roho hautaona ufalme wa mbinguni. Kisha akamwambia tena fungu la 5, usipozaliwa kwa maji na kwa roho hautaingia katika ufalme wa mbinguni. Mambo mawili, hutaona na hautaingia. Kwa hivyo ni lazima uzaliwe mara ya pili, ni lazima uzaliwe ili uingie na uone ufalme. Sasa hii jina kuzaliwa, anapozungumzia kuhusu ubatizo, kuzaliwa ni kuwa ndani ya. Wewe ulizaliwa na mama yako. Ukisema ulizaliwa na mama yako inamaanisha kuna wakati uliishi ndani ya mama.
miezi 9 ulipotoka ikasemekana umezaliwa. Kama ng'ombe yako ilizaa jana, inamaanisha ndama alikuwa ndani ya. Hiyo kuzaliwa lazima uwe ndani ya. Kwa hivyo kama tunazaliwa kwa maji, lazima tuwe ndani ya maji. Kama ulibatizwa na haukuwa ndani ya maji, huo bado sio ubatizo. Yesu amesema ubatizo ni kuwa ndani ya maji. Twende katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Kitabu cha Matendo ya Mitume ni 8. Filipo ameamshwa na Yesu amemwambia aende akahubiria huyu mtu mmoja ambaye ni towashi, na yeye mwenyewe anataka kujua habari za mbingu. Na alipofika kwake, fungu la 34 anasema hivi. Matendo ya Mitume ni 8 fungu la 34, lakini tutafika fungu la 40. Yule towashi akamjibu Filipo akasema, na kuomba nabii huyu asema maneno haya kwa habari ya nani? Ni habari zake mwenyewe au za mtu mwingine? Fungu la 36 anasema, wakawa wakiendelea njiani wakafika mahali penye maji. Yule towashi akasema, tazama maji haya, ni nini kitakachonizuia nisibatizwe? Filipo akasema, ukiamini kwa moyo wako wote inawezekana. Akajibu akanena, naamini ya kwamba Yesu Kristo ndiye mwana wa Mungu. 38 akaamuru lile gari lisimame. Wakatelemka wote wawili majini, Filipo na yule towashi, naye akambatiza. Kisha walipopanda kutoka majini, Roho wa Bwana akamnyakua Filipo. Wakateremka wote wawili. Kwa ubatizo kuna kuteremuka. Bwana asifiwe. Lazima kama ni ubatizo uteremuke. Kama ulimwagiliwa maji kwa uso, ni maji yaliteremuka kwa uso. Lakini wewe haujateremuka kwa maji. Ni lazima uteremuke mkiwa na yule anayekubatiza. Na akikubatiza, mara mtoke kwa maji, mtoke nje. Hiyo ni ubatizo. Tumesema ubatizo lazima uwe ndani na utoke. Lazima uwe ndani uzaliwe. Na ni lazima uteremuke na utoke. Tuko pamoja? Haya, hiyo ni mambo matatu. Ya 4. Soma kitabu cha Warumi 6. Kitabu ni cha Warumi 6. Anasema namna gani? Warumi ni 6. Wakati Paulo anapozungumza na Warumi, anawaambia hivi na anawauliza swali. Warumi ni 6 na tunasoma hilo fungu la 3 na fungu la 4. Anasema ya kwamba hamfahamu ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa katika mauti yake, basi tulizikwa pamoja naye katika njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. Na ukisoma pia Wakolosai 2 fungu la 12 nakwambia the same. Inakwambia kwamba ubatizo ni kuzikwa. Au hamjui ya kwamba tulipobatizwa ni kuzikwa, tulizikwa. Kwa hivyo ubatizo ni mazishi. Ubatizo ni mazishi. Na kama ni mazishi, lazima ufunikwe. Hatuwezi tukaenda mazishi alafu tumeteremsha mwili na tuache haijafunikwa na tuseme ni mazishi, haijakamilika. Lazima tuchimbe shimo alafu tuweke mwili tufunike kabisa. Kwa hivyo nao ubatizo lazima wewe mfu wa kiroho uje uwekwe ndani na ufunikwe na kaburi la maji. Kwa hivyo ubatizo ni kuzika. Inaitwa immersion. Baptizo Kiyunani ni immerse. Kwa hivyo lazima uweze kuwa immersed. Ukiosha wakati unapoosha vyombo, unaosha vikombe, unaingiza ndani, unatumbukiza kwa maji. Hiyo ni ubatizo. Wakati unaosha, kuingiza ile lugha inatumika pale ni ya kubatiza. Kwa hivyo kubatiza ni kuzamisha. Nimesema lazima kubatiza uingie, lazima kubatiza utoke, ni kuzaliwa, na pia ni lazima uteremuke, na pia ni kuzika. Mwisho, kitabu cha Wakorintho wa kwanza, fungua kitabu cha Wakorintho wa kwanza 10. Anasema namna gani? Kitabu ni cha Wakorintho wa kwanza 10. Nitasoma fungu hili la kwanza, la pili, tusikie vile anavyosema. Anasema hivi, kitabu ni cha Wakorintho wa kwanza fungu la kwanza na la pili, fungu la kwanza na la pili. Anasema, kwa maana ndugu zangu, sipendi mkose kufahamu ya kuwa baba zetu walikula wote chini ya wingu, wote wakapita katikati ya bahari. Sikia, baba zetu walikuwa wote chini ya wingu, wote wakapita kati ya bahari. Sikia, wale wa Israeli wakivuka wakivuka bahari ya Shamu,
Musa aliyasimamisha maji na kukawa kuta mbili za maji. Waisraeli wakapita katikati ya hizo kuta mbili za maji, lakini juu yao kulikuwa na wingu, na hata wewe ni shahidi, wingu pia ni maji. Clouds is water. Kwa hivyo wamezingirwa na maji kila mahali. Kwa hivyo kupita pale wanapita katikati ya maji, na juu ni maji, wanapita hapo kati ya maji. Fungu la pili anasema ya kwamba wote wakabatizwa wawe wa Musa katika wingu na bahari. Wote wakabatizwa. Hili jina kubatizwa linapatikana pale kwa sababu wamepita katikati ya maji, wamefunikwa na maji kila sehemu. Kama haujafunikwa na maji kila sehemu, huo sio ubatizo. Kwa hivyo hizo hatua 5 angalia, zitakusaidia kujua huu ubatizo mmoja ni gani. Nimesema Mathayo 3, ni kurudia tu, Mathayo 3:16 hadi 17, hiyo inakwambia jinsi Yesu alibatizwa. Yohana 3 fungu la 3 na la 5, Nikodemo mwenyewe tumeona akiambiwa kubatizwa lazima uzaliwe kwa maji na kwa Roho. Matendo ya Mitume 8 fungu la 36 hadi fungu la 40, Filipo mwenyewe ameteremka na yule towashi akambatiza. Paulo anaambia Warumi 6 fungu la 3 hautaenda. Kwa hivyo usipoteza wakati wako kanisani utaki kubatizwa na unaenda unasema kwanza amesema hautaona. Wacha hata kwenda, hautaona. Ni juu yako ujiulize unataka gani. Usipoteza muda, afadhali kwenda tu, usikuje hata kanisa. Uende uambie sitaki kubatizwa, naye anakwambia nawe hutakuja. Yule mtu ambaye ataenda mbinguni bila kubatizwa ni kama mwizi msalabani, maana alikuwa pale akamwambia unikumbuke. Yesu akamwambia ni vile una nafasi ya kubatizwa utakuwa na mimi wewe. Your case ni different. Wewe sasa hujaangikwa msalabani, uko na uhuru, unajisomea, unajua. Alafu naambia Yesu sibatizwi na nitakuja. Utashangaa, utaniona huko mimi. Na kamu huko. Na kwa nani? Anasema kama utabatizwa hautaona, utaingia. Si mimi nimesema, ni mwenye ufalme. Ni mwenye ufalme. Kwa sababu anajua ni njia rahisi. Anajua it is very simplified. Wewe mwenyewe ukubali tu na ukubali yaishe. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo wakati ambako ubatizo umeendelea, ilifika wakati Konstantino, niliwaambia Constantine Max jana nikiwaelezea kuhusu yule mfalme wa Warumi Constantine Max, ambaye alipata ile title kubwa inaitwa Pontifex Maximus. Pontifex Maximus inamaanisha the greatest bridge builder. Konstantino mwenyewe akataka kuunganisha Wakristo na wapagani na washenzi, akawaleta pamoja, na njia moja alitumia ni hii ya kuambia wakumbuke kufufuka kwa Yesu Kristo, na ingine ni hii ya ubatizo. Konstantino ndiye alikuwa kati ya wale wa kwanza waliobadili ubatizo huu wa kuzamisha majini, maana ameingia kanisa. Niliwaambia aliingia kanisa wakati wa kipindi cha Pergamo, na alipoingia kanisani, that was after 313 AD. Alipoingia kanisani ikasemekana lazima abatizwe, lakini akauliza yeye na ni mfalme ataenda mtoni kweli? Kawaambia nyinyi leteni mto kwa ikulu, leteni mto. Wakaenda wakachota maji, wakaja wakabatiza Konstantino na sprinkling baptism, kamwagiliwa maji, na kutoka siku hiyo mpaka leo kuna watu ambao wana huo ubatizo wa kumwagilia maji kwa uso. Kama unamwagilia maji, kama niongea na pastors wale mnanisikia, inawezekana unanisikia. Kama wewe ni mchungaji wa kanisa fulani,
na unamwagilia watu maji. Ulisoma wapi? Kusema ukweli, maana wewe mchungaji na mimi kazi yetu ni moja, kusaidia watu tuende mbinguni. Sasa mimi nimesoma mahali Yesu alizamishwa, Yesu mwenyewe alizamishwa. Hii unamwagilianga maji ulitoa wapi pastor? Kusema ukweli, na si ati kwa ubaya. Hii washirika wako unawaambia nini inapofika ni ubatizo? Niongea na washirika. Nyinyi nanyi washirika mmekubali kumwagiliwa maji na wachungaji. Kwa nini msimuulize tusome wapi? Ubatizo ni wa watu waliokomaa. Kitabu ni Marko 1:5. Marko 1:5 inasema ya kwamba nao wakaja kwa Yohana kubatizwa wakiungama dhambi zao. Ubatizo lazima uandamane na kuungama kwa dhambi. Ndiyo sababu hatubatizi watoto. Kumbatiza mtoto na kubatiza kuku hakuna tofauti. Ukiona unabatiza mtoto ni sawa na kubatiza kuku. Ambie kuku, ninakubatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho. Nimeacha mahindi hapo nje, usivuruge hiyo mahindi. Hata kabla hujaenda kuku ameanza kula hiyo mahindi. Hiyo ubatizo haimaanishi kitu. Ukibatiza mtoto hajui umefanya nini, hiyo ni yako. Hiyo ni yako. Mtoto hajui ni dhambi gani anaungama, na ukimaliza anakimbia kanisani kama ni uwajani. Hata hataka kwenda kanisa. Kwa hivyo tunapobatiza watoto tunawafanyia makosa. Yesu alisema wacha watoto waje kwangu. Watoto wanawekelewa mikono, sio kubatizwa. Anayebatizwa ni yule amejielewa na ameungama na anasema ninaanza maisha mapya kuanzia leo kuendelea mbele, na Bwana aweze kuwabariki. Hebu niulize katika makutano. Nianze na wale ambao wako kwa vituo. Wale mko kwa vituo, wale mnanisikiza saa hii, kama kweli haujabatizwa kwa kuzamishwa majini na ungetaka uzamishwe majini kama vile Yesu alivyozamishwa, kama vile mitume walivyozamishwa, kama vile yule towashi alivyozamishwa, inua mkono wako mahali ulipo. Wale mko kwa vituo, inua mkono wako kama ungetaka ubatizo, inua mkono. Asante sana, asante sana. Nashukuru sana. Na wale wako hapa mnaniangalia, kama uko hapa na haujabatizwa na ungetaka hata na wewe siku moja kabla Yesu hajarudi au kabla haujakufa ungetaka ubatizwe, inua mkono wako mahali ulipo. Inua mkono tu kama uko hapa ndani na ungetaka hata na wewe ubatizwe siku moja, inua mkono mahali ulipo. Nashukuru sana. Bwana akubariki, Bwana akubariki sana. Bwana akubariki. Inua mkono kwa sababu mbingu inaangalia. Na Yesu anatamani uinue mkono wako kwa mkutano, useme I choose kusimama na Yesu. Ningeuliza wote tuweze kusimama. Na wale mmeinua mikono yenu juu, naomba uje mbele tuombe pamoja, kwa sababu hii ni wakati wa pekee sana ambao Yesu angetaka akuone ukinyanyuka, ukisimama, useme mimi leo ndio nimekuja mara ya kwanza kwa huu mkutano na nimejitolea nitabatizwa. Sijui ni lini, lakini ningeomba nibatizwe. Kama uko hapa, yawezekana ulirudi nyuma na ungetaka hata na wewe siku moja urejeshwe kwa maji. Maji yapo, Roho yuko. Kwa nini unasubiri? Unasubiri nini? Njoo mama, njoo ndugu, njoo dada, njoo kakangu. Asante sana, Bwana akubariki. Asante sana, Bwana awabariki wale mnakuja. Uamuzi unaofanya ni uamuzi wa pekee, ni uamuzi wa Yesu, si uamuzi wangu. Asanteni sana. Jiunge na hili kundi kama hujabatizwa. Hata wewe ni shahidi haujabatizwa. Na hata shetani anajua haujabatizwa na ndio hataki uje. Lakini Yesu anataka uje. Ambia Yesu, ninakuja. Shetani nakuacha, nitaenda. Asante sana wale mnakuja, Bwana wabariki. Endelea kuja. Leo nitakusubiri. Njoo. Hii ni uamuzi wa pekee na haujui kama utakuwa kesho. Asante sana kakangu, Bwana akubariki. Nani mwingine amebaki hajabatizwa na anasema hata mimi nafikiri wacha nijiunge na kundi hili, hata na mimi nibatizwe. Kama Yesu alibatizwa, hata mimi nitaka nibatizwe. Kama mitume walibatizwa, hata mimi ningetaka nibatizwe. Kama wengine walibatizwa, na mimi pia ningetaka nibatizwe. Nani mwingine amebaki? Yawezekana ulibatizwa kitambo ukarudi nyuma na ungetaka uweze kuja wakati huu andaliwe kwa ubatizo. Wakati ni wako huu. Njoo tafadhali. Kama uko njoo. Na kama una mzigo moyoni mwako
Ule ambao tulisema kuna watu wana mizigo, unasikia huu mzigo siwezi, pia nakukaribisha uje tuombe pamoja nawe. Pia nakukaribisha uje ili tuweze kuomba pamoja nawe. Kama uko hapa na una mzigo wako, au mzigo wa bwana wako, au mzigo wa mke wako, au mzigo wa mzazi wako, au mzigo wa mtoto wako, au mzigo wa mtu fulani, au mzigo wa dhambi zako, lakini unasikia umekulemea, ulete kwa Yesu. Anasema njooni kwangu ninyi wote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo mizito, nami nitawapumzisha. Kama uko hapo na ni mara yako ya kwanza na unasikia kwamba ungetaka pia ujiunge na kundi la ubatizo, ukija hapa mbele, piga laini hapa na wale wako hapa mbele na utaweza kubarikiwa pamoja nao. Kama unasikia hakika wakati wa kumwambia Yesu shida zako ni huu, tafadhali njoo na utaweza kubarikiwa. Naamini ya kwamba anasikia maombi na hakuna mtu atakuja kwa Yesu ambaye Yesu hataweza kumponya. Kama uko na shida, anasema I will take care of them. Njoo tu tuombe pamoja. Njoo tu tuombe pamoja na wewe. Just come over. We want to pray. Come, bring it to Jesus. Bring it, ilete kwa Yesu. Mwambie Yesu shida zako. Mwambie tu. Hata mletee shida zako. Na kama uko wewe ni mgeni, ungetaka kujiunga na kundi hili, njoo. Wale mko hapo tengeneza njia, kuna wengine wako nyuma yenu. Mpawapatie nafasi pia. Songa, hii nafasi yote ni yetu. Hebu tusprendi huko, kwa sababu kweli kama tunamletea Yesu mizigo ni sawa, ili aweze kuichukua hiyo mizigo yetu. Sijui ni kwa nini umekuja, lakini naamini hilo limekuleta. Yesu mwenyewe anasema I will do something. Anasema wengine hatujibiwi kwa sababu hatuleti kwa Yesu. Hatuleti kwa Yesu, ilete mizigo yako kwa Yesu. Songa tu karibu, songa tu karibu.